Natumaini umeamka salama kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Karibu sana tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea Mashariki ya Kati, lakini taarifa za siku ya hapo jana ni kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Irani IRGC limeshambulia meli mbili za mafuta ambazo zilikuwa zikilazimisha kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ukweli ni kwamba Irani walikusha tangaza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa kabisa, na kwamba walishasema hakuna meli hata moja au hata tone la mafuta au gesi wala mbolea ya kemikali itakayosafirishwa kutoka katika eneo hilo kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na taarifa hii ilitoka tangu wiki iliyopita. Makamanda wa IRGC walikwisha litolea ufafanuzi. Hata Ebrahim Zolfaghar kwenye picha hapo unayemuona, huyo ni msemaji wa kikosi cha Hatam al-Anibia kutoka pale nchini Iran. Ni makao makuu ya jeshi hayo ya Hatam al-Anibia, ambapo alieleza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa kabisa. Marekani, kwa mujibu wa taarifa za jana kutoka nchini Irani, wanaeleza kwamba Marekani imekuwa ikipotosha baadhi ya mabaharia kuwapa njia ambazo sio sahihi, hasa kule kusini mwa mlango wa bahari wa Hormuz, kiasi ambacho wakipita huko automatically wataonekana tu na watashambuliwa na vikosi vya Irani. Sasa siku ya hapo jana meli mbili za mafuta zilishambuliwa na Irani na baadaye kupelekea kusimama baada ya kujaribu kupita katika njia iliyoelekezwa kuwa si salama kusini mwa mlango wa bahari wa Hormuz na Irani. Lakini pia kwa mujibu wa IRGC, meli hizo zilidanganywa na jeshi la Marekani kutumia njia hatari, hali ambayo ilisababisha vikosi vya uokoaji kuanza kuwahamisha wafanyakazi wake. Sasa katika taarifa ya IRGC ambayo ilitoka baada tu ya meli hizo kushambuliwa, imezitaka kampuni za usafirishaji wa meli kutokuamini kile ilichokiita taarifa za uongo kutoka kwa jeshi la Marekani na kuepuka kutumia njia hatari katika eneo hilo ili kulinda usalama wa wafanyakazi pamoja na meli zao. Unaweza ukapata picha hapa kwamba Marekani imekuwa ikijaribu kutoa taarifa kwa meli zote ambazo zimekuwa ndio zikipata zuio. Sasa wao wamekuwa wakipokea taarifa kutoka Marekani, au Marekani wamekuwa wakitoa taarifa kwa meli hizo kwamba zinapaswa kutumia njia fulani. Ni kitu ambacho jeshi la Irani limekipinga kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kinasababisha meli kupigwa na mwisho wa siku kupata madhara makubwa. Jeshi hilo limesisitiza kuwa mlango wa Hormuz bado umefungwa, na likitangaza kuwa hakuna hata tone moja la mafuta, gesi wala mbolea ya kemikali litakalosafirishwa kutoka katika eneo hilo kwa muda ambao mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani yataendelea. Wakati huo huo, Irani imesema kwamba licha ya hivyo imeanza operesheni za kulipa kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani. Taarifa hii mtazamaji itakujia punde tu baada ya taarifa hii ambayo unaitazama hapa kwenye screen yako. Lakini mvutano kati ya Iran na Marekani kiuhalisia bado unaendelea kwa kiasi kikubwa sana. Na hata pia Marekani wamefanya mashambulizi ya anga dhidi ya Irani kwa usiku wa 10 mfululizo. Taarifa hizi zote mtazamaji zitakufikia muda sio mrefu, na utapata nafasi ya kuweza kufahamu nini ambacho kinajiri katika anga za kimataifa.